Hiki kinachoendelea kwa hawa wa Makonde naona kama wanatuchanganya vile kwa hili jibu ambalo kila mmoja anakuja na anaandika kupitia Insta story yake, pia kupitia akaunti yake ya Instagram. Hivi karibuni Ibra kupitia akaunti yake ya Instagram aliandika kwamba mzee mzima Harmonize anamdai shilingi bilioni 1, na hiyo ni kwa sababu tu kamfukuza tena mbele ya watu na anataka aondoke Konde Gang na anatakiwa aweze kulipa hiyo 1 billion. Sasa Harmonize naye pia kacharuka na amesema kuwa hajamuomba hiyo 1 billion Ibra, bali ipo kwenye mikakati fulani. Sasa unataka ufahamu kwa kile ambacho Harmonize ameweza kuandika kupitia akaunti yake ya Instagram pamoja na hili sakata la Ibra pamoja na Harmonize. Karibu na kujuza, jina langu mimi ni Dulkana_OG pale Instagram, ni follow mtu wangu utakuwa umetisha kinoma noma. Sasa siku kadhaa zimepita mara baada ya Ibra kupitia akaunti yake ya Instagram kuweza kushare post ambayo watu wengi walipeleka pole kwa kile ambacho aliweza kukiandika, kwa sababu ilionekana aliandika kwa hisia kali kinoma noma kwa kile ambacho kiliweza kutokea kwa mzee mzima Ibra. Kabla ya hapo Ibra aliweza posti moja tu, aliandika kwamba ila lebo zitatuua, na kisha akapotea mazima. Baada ya muda kadhaa, watu baada ya kuuliza maswali mengi, kwani kuna nini Ibra uko chinga, mbona naona una posti kwamba lebo zitatuua, kuna nini kinachoendelea? Ndipo Ibra alikuja moja kwa moja na kuweza kuandika kupitia akaunti yake ya Instagram na kuweza kusema kwamba mzee mzima Harmonize anataka alipe bilioni 1 ili mradi aweze kuondoka pale Konde Gang, kwamba Ibra anatakiwa amlipe Harmonize 1B ndio aweze kuvunja mkataba pale Konde Gang, na hivyo aliomba sana Watanzania waweze kumchangia kwa kila ambacho kinawezekana kadri ya uwezo, alafu akaweka pale na alipa namba ambayo inatakiwa iweze kuwekewa mtonyo wote ule. Sasa Watanzania waliitikia kwa kile ambacho kilitokea na pia walimpa pole mbalimbali kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea, lakini pia walimchangia pesa kadri ya uwezo wao. Sasa aliweza kufanya mahojiano na Clouds Media kupitia kipindi cha Double XL na kuweza kuzungumza kwa ufupi kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea na kusema kwamba yeye anazungumziwa vibaya zaidi na watu. Kwa wale baadhi ya watu ambao wanasema kwamba Ibra anazingua, amejipata dogo, anataka kumwacha Konde Gang ambaye ameweza kumtoa kwenye hili game la muziki. Pia Mwijaku aliweza kuingilia kati na kusema kwamba huyu dogo hatakiwi kumlaumu kabisa Konde Boy, kwa sababu yeye ndo aliyemtoa na yeye ndo kakake, hivyo inabidi amheshimu kwa kila hali. Sasa Ibra alifunguka mambo mengi sana na alizungumza kwa hisia kali. Alisema kwamba mimi sawa, naonekana kama na makosa, lakini watu wanaangalia upande mmoja, hawasikilizi upande mwingine. Wanamsikiliza Harmonize kwa sababu tu ni vile ana pesa na vile maarufu, na pia anamiliki lebo na pia ni mtu maarufu zaidi, kwa hivyo itakuwa ngumu sana kunisupport mimi ambaye ndio naanza kujitafuta. Na aliweza kumzungumzia Mwijaku na akasema kwamba Mwijaku yeye amesikiliza upande mmoja tu wa Harmonize na anashindwa kusikiliza upande wangu. Mwijaku yuko chini ya Harmonize, yani Harmonize anamiliki Mwijaku kwa sababu Mwijaku anafanya kazi na Harmonize. Ikumbuke kwamba Mwijaku yeye ni ambassador wa vitu mbalimbali, anafanya kazi na Harmonize, anafanya kazi pia na mzee mzima Alikiba pale Crown Media. Sasa pale Chinga alivyoomba mchango, aliweza kuwashukuru wa Tanzania. Mama yake pia yuko kwenye hali mbaya sana, aliweza kufanyiwa upasuaji wa titi lake la kushoto. Ibra aliweza kuwashukuru mashabiki zake na wale wote ambao wameweza kumchangia kiasi cha pesa. Hivyo gharama zote ambazo zilihitajika kwa mama yake ili mradi aweze kufanyiwa upasuaji wa titi lake, basi ziliweza kukamilika, japo alisema kwamba pesa walionichangia wa Tanzania sio nyingi kivile, lakini nashukuru kwa 1% ama nyingine imeweza kusaidia kuweza kumtoa mama yangu hospitali kwa hali iliyokuwa nayo. Mashabiki wengi walikuja kumvuruga Ibra kwa kumuuliza kwamba umezungumza unataka tukuchangie 1B ili mradi uweze kuvunja mkataba Konde Gang. Inakuwaje tena unatuambia hii pesa tuliyokuchangia umeenda kutoa kwa mama yako ili mradi aweze kupona? Chinga aliandika kwa hisia sana, akamwambia bro, mama sio vote kila mtu anaweza kaenda akanunua dukani. Sasa maswali yalikuwa ni mengi sana, lakini tuachane na hilo. Mimi nimekuja na GP ile hapa mara baada ya sakata 1 2 3 kutokea kwa Ibra pamoja na Harmonize. Nilikuwa na kurudisha nyuma kidogo ili mradi uweze kuelewa kwa hiki ambacho naenda kukuelezea sasa hivi hapa. Kupitia akaunti ya Instagram ya Harmonize, kupitia Insta story yake, ameweza kumjibu Ibra kwa kile ambacho analaumu na kusema kwamba mzee mzima Harmonize anamuonea kwa kile ambacho kinaendelea, kwa sababu yeye hausiki kwa hiyo kitu. Pesa ni ndefu sana, na pia watu mbalimbali wamekuja kusema kwamba Harmonize anazingua. 1 billion ni pesa mingi sana. Ikumbuke kwamba yeye Harmonize alipokuwa anaondoka Wasafi pale aliweza kulipishwa milioni 600, lakini alilalamika na kusema kwamba
mama yake yupo kwenye hali mbaya, lakini pesa ni nyingi na aliweza kuichanga na aliweza kuitafuta. Mwisho wa siku aliweza kumpatia mzee mzima Diamond Platnumz. Sasa imekuwaje yeye anaweza kumlipisha 1B Ibra aliyakuwa maisha ya Ibra nayo sio mazuri kivile? Kupitia akaunti yake ya Instagram, Harmonize amefunguka wazi na kuweka kile ambacho kinaonekana kina utata kupitia mitandao ya kijamii. Harmonize ameandika hivi: nimechunguza sana, mdogo wangu Chinga nimegundua ana roho mbaya. Kama sio ibilisi amempanda kichwani, maana hata siku aliyoposti na kusema anamdai 1 billion ni ile siku ya birthday ya mjukuu wangu Amara. Yaani mimi na kipenzi changu tuna trendi kifupi, alisikia wivu. Guys, sijamuomba Chinga bilioni, ila mkataba aliosaini na lebo unasema ikitokea watu wanataka kumnunua wenye malengo makubwa zaidi na Konde Gang, pengine tunaweza tofautiana kipato. Inatakiwa ailipe lebo ya Konde Gang 1 billion ili wawasaidie vijana wengine, na nilimwambia nitabaki kuwa kaka yake na Konde Gang pia itabaki kuwa chama lako. This guy have to spy. Nililipa kwa kukopa, mchangieni. Akamaliza kama hivyo. Harmonize anaonyesha wazi kwamba Ibra sio kwamba na amemuomba 1 billion, bali mkataba alioweza kusaini pale Konde Gang unahusisha kwa kile ambacho kinaonekana alichokeza kukiandika hapo kwamba akitaka kuvunja mkataba ama wakapatikana watu wengine ambao wanataka kumwezesha kwa namna moja ama nyingine, ni lazima aweze kulipa hiyo 1 billion ili mradi iweze kutumika kuweza kusaidia na kuinua vijana wengine ambao wanajitafuta kwenye game ya muziki. Sasa comments zimekuwa nyingi kupitia akaunti ya Instagram pia ya mzee mzima Mwijaku ambaye anafanya kazi na Harmonize. Alimwambia kwamba Harmonize kama anajidhalilisha fulani hivi, asiendelee kuzungumza chochote kwa hiki ambacho kinaendelea kwa sababu yeye ni boss na always boss waga anazungumza mara moja tu. Aache management izungumze, yeye ni mtu mzito, ana mambo mengi sana ya kufanya. Kwa hivyo hilo swala aachane nalo kabisa, yeye adili na masuala mengine ya production. Lakini hilo swala kwamba Ibra hivi na hivi na hivi, watu wanazungumza vibaya kuhusiana na Ibra, wanamhusisha Harmonize kwamba anamuonea sana dogo na hawajui nyuma pazia kuna nini. Kumbe kuna mikataba ambayo Ibra yeye mwenyewe aliweza kuisaini 1B kama akitaka kuondoka pale Konde Gang. Vipi Ibra atajibu kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea? Najua muda si mrefu Ibra ataweza kulipua bomu kwa hiki ambacho kinaweza kuendelea. Je, ni kweli alisaini mikataba ya 1 billion ama ni vile Harmonize analeta janja za kujitetea? Tuandikie kupitia comment section hapo, na pia tutakujuza taarifa ambapo Ibra ataweza kushare kupitia akaunti yake ya Instagram kwa hiki kinachoendelea kama kumjibu tajiri yake Harmonize. Mimi ni Dulkan_OG pale Instagram, ni follow mtu wangu utakuwa umetisha kinoma noma.